BMP TV Professional Update. Habari ya mida ndugu mpenzi mtazamaji wa BMP TV online popote ulipo, sauti yako ya uhakika ya habari, taarifa na uchambuzi wa matukio makuu kutoka hapa nyumbani na duniani kote. Ni mimi Bila Pengo Olua na kuletea taarifa kamili kwa muda. Tusogee pamoja kwenye habari za leo. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uwe kwanza kupata update zetu zenye uhakika na zenye kuaminika zaidi. Nao ni mtasari wa habari. DRC katika jimbo la Kivu ya Kusini, eneo la Kafurumaye lililoko karibu na Kavumu limeingia rasmi chini ya udhibiti wa wapiganaji wanaojiita Wazalendo baada ya mapigano makali yaliyozuka usiku wa kuamkia leo. Katika hatua inayotafsiriwa kama mwanzo wa ukurasa mpya wa kidiplomasia katika ukanda wa maziwa makuu, Marekani imetangaza kuanzisha upya mchakato wa amani wa Doha. Kuna hayo na mengineyo, baki nasi ili kupata kile kinachojiri katika nchi ya Kidemokrasia ya Kongo na dunia nzima kwa ujumla. Habari kamili kutoka Kabare, Sud Kivu. Wanahabari wetu wameripoti kwamba eneo la Kafurumaye karibu na Kavumu limewekwa rasmi chini ya udhibiti wa wapiganaji wa Wazalendo. Taarifa hizo zinathibitishwa na vyanzo vya ndani vya kijamii na viongozi wa mitaa ambao wanasema wapiganaji hao walifika kwa nguvu kubwa na kuchukua maeneo ya kimkakati bila upinzani mkubwa kutoka jeshi la serikali. Kiongozi wa kundi hilo kupitia matangazo ya moja kwa moja kwenye ukurasa wao wa Facebook, Wazalendo Sud Kivu amesema, "Tupo uwanjani, tumedhibiti Kafurumaye. Tunashukuru kwa kila mtoaji mchango, kila mzalendo wa damu. Vita hii ni ya ukombozi, sio ya chuki. Lengo letu ni kulinda ardhi ya Kongo na heshima ya taifa letu." Ameongeza kuwa wapiganaji wao wamejipanga katika akse Walungu, Nzibira na kwamba saa chache zijazo zitaanza hatua nyingine ya kijeshi kwa lengo la kuhakikisha kuwa adui wa taifa ashiki tena ardhi ya Kongo. Kanisa Kafurumaye, tunatoka Musai, kanisa Kafurumaye. Wote hapa kabisa. Tunajiandaa na siku mwingine yetu ya Kafurumaye. Hapa tunaanza shuka vermiti. Zani mko na trupe yote. Tuko tukizi kuna shuka hapa, tunaanza shuka direct miti. Ndio vile hapa tuko Kafurumaye. Kafurumaye hapa deja tuko wanaume banomba mingi Kafurumaye hapa. Tuko Kafurumaye sai. Sasa mkonaona komanda secteur wa Kuvuma epeki. Komanda kujigomboa Simba Kali. C'était major ya secteur. Ndio wale kule wote. Kijana mko naona wanaume. Batu yote wao T3 Kalonge huyu naye unaona tayari. Rigene epeki. Mfuata lingi. Kijana tuko naenda mnaona. Taarifa ya jeshi la FARDC. Kwa upande wake, jeshi la kitaifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limekanusha madai ya kupoteza udhibiti wa maeneo hayo, likisisitiza kuwa operation maalum ya kuimarisha ulinzi inaendelea. Msemaji wa jeshi Kanali Guillaume Kanyonga amesema kwa simu kutoka Bukavu, "Tuna taarifa za uvumi unaosambazwa mitandaoni. Jeshi liko kazini kuhakikisha amani inarejea. Tunatoa wito kwa wananchi kuwa watulivu, wasikubali kutumiwa au kuchochewa na maneno ya mitandao." Hata hivyo, mashuhuda wa eneo la Kabare wanasema kwamba usiku wa jana kulisikika milio mikali ya risasi na kwamba wanajeshi wachache wa serikali walionekana wakiondoka kuelekea upande wa Kavumu. Mtazamo wa kimataifa. Wakati hali hii ikiendelea, jamii ya kimataifa imeanza kutoa mwito wa utulivu. Msemaji wa Umoja wa Mataifa MONUSCO katika Kivu ya Kusini, Bi Karine Banza amesema, "Tunafuatilia kwa karibu, tunasisitiza umuhimu wa mazungumzo na kuheshimu maisha ya raia. Mzozo wa silaha huwezi kuwa suluhisho la kudumu." Nchi jirani kama Rwanda, Burundi na Tanzania pia zimeweka majeshi yao katika uangalizi wa juu, zikihofia uwezekano wa mapigano kuvuka mipaka. Wakati huo huo, vyombo vya habari vya kimataifa kama BBC, France 24 na Al Jazeera
vimeripoti kuwa Kivu Kusini kwa sasa ni eneo lenye taharuki kubwa na dunia inasubiri kuona hatua ya serikali ya Kinshasa katika kudhibiti hali hiyo. Maoni ya wananchi katika mitaa ya Bukavu na Kabare, hisia zimegawanyika. Baadhi ya wananchi wanasema ni wakati wa kukomboa Kongo kwa nguvu, huku wengine wakihofia madhara ya vita kwa raia. Mzee mmoja mkazi wa Kavumu alisema, tulishuhudia vita vya 1987, hatutaki kurudia historia hiyo. Tunataka amani, lakini pia tunataka haki. Serikali isimame imara, lakini pia isikilize sauti ya wananchi. Wakati huo huo, vijana wengi wanasema wanajiandaa kujitolea kwa ajili ya kulinda taifa lao, wakisema ukombozi wa Bukavu ni ishara ya kuamka kwa kizazi kipya cha wazalendo. Wito wa amani na ukombozi wa taifa. Mashirika ya kiraia, viongozi wa makanisa na wazee wa mila wametoa wito wa kutafuta njia za amani ili kuepusha vifo na uharibifu wa mali. Katika tamko la pamoja lililotolewa na Conseil Interreligieux du Sud Kivu, viongozi hao walisema Kongo ni yetu sote. Tuweke kando migawanyiko ya kivita na tutafute maridhiano. Ukombozi wa kweli ni ule unaojenga, si unaobomoa. Matangazo ya moja kwa moja. Kundi la wazalendo limetangaza kuwa linaendelea na matangazo ya moja kwa moja kwenye ukurasa wao wa Facebook. Wazalendo Sud Kivu likitoa nafsi kwa wananchi kuuliza maswali na kutoa maoni. Hitimisho na uchambuzi. Wachambuzi wa siasa za eneo hilo wanasema tukio la Kafurumae ni ishara kwamba mgogoro wa mashariki mwa Kongo unaingia hatua nyeti. Serikali inakabiliwa na changamoto ya kusawazisha juhudi za kijeshi na kidiplomasia, huku raia wakitaka amani ya kudumu. Kwa sasa macho ya taifa yote ya Bukavu, mji ambao huenda ukawa kipimo cha udhibiti wa serikali na uzalendo wa wananchi. Tunaendelea kufuatilia hali kwa karibu. Tafadhali endelea kutazama kwa taarifa kamili zaidi katika vipindi vijavyo kutoka hapa BMP TV Online. Kongo ni yetu, Kongo na sisi, Kongo ya amani. Bado tupo hapa DRC, hususan katika mashariki mwa Kongo. Katika hatua inayotafsiriwa kama mwanzo wa ukurasa mpya wa kidiplomasia katika ukanda wa maziwa makuu, Marekani imetangaza kuanzisha upya mchakato wa amani wa Doha, ikishirikisha pande ya simu, serikali ya Kinshasa na muungano wa M23. Hatua hii imekuja kufuatia mikutano miwili mikubwa iliyofanyika Alhamisi Oktoba 2025 kati ya Masad Boulos, mshauri maalum wa Rais Donald Trump, na Rais Felix Tshisekedi wa DRC na Paul Kagame wa Rwanda. Kwa mujibu wa taarifa zilizothibitishwa na vyanzo vya kidiplomasia, Marekani imeamua kwamba hakutakuwa na amani mashariki mwa Kongo bila Doha. Kwa sasa Kinshasa imewekwa kwenye shinikizo kubwa la kimataifa kushiriki katika mazungumzo hayo kama mshirika, si kama serikali iliyo juu ya makundi ya waasi. Historia fupi ya mchakato wa Doha. Mchakato wa Doha ulianzishwa mwaka 2024 chini ya uangalizi wa Qatar na Marekani kama jukwaa la mazungumzo kati ya serikali ya DRC na makundi ya waasi, likiwa na lengo la kujenga mpango wa amani wa kudumu unaotambua uhalisia wa kisiasa, kiusalama na kijamii uliopo mashariki mwa Kongo. Hata hivyo, kutoka na hofu ya kupoteza udhibiti wa kisiasa, serikali ya Kinshasa ilianza kuahirisha vikao mara kwa mara. Ilidai kwamba M23 si kundi halali bali waasi wanaungwa mkono na Rwanda. Lakini dunia, hasa Washington, sasa inasisitiza kuwa vita haviwezi kumalizika kwa kutumia silaha pekee, bali kupitia mazungumzo ya usawa. Nafasi ya Marekani na Trump administration. Marekani kupitia utawala wa Donald Trump imeamua kuchukua jukumu la moja kwa moja katika kutuliza mgogoro wa DRC. Masad Boulos, anayefahamika kama mtu wa karibu sana wa Trump, ndiye sasa mjumbe mkuu wa amani katika ukanda wa maziwa makuu. Anasisitiza kuwa mpango wa madini ya Kongo kwa amani ya kudumu ni sehemu ya sera mpya ya kimaendeleo ya Marekani barani Afrika. Kwa mujibu wa vyanzo vya ikulu ya White House, Washington inataka kuona utulivu wa Kongo kabla ya uchaguzi wa Marekani wa 2026 ili iwe mfano wa mafanikio ya kidiplomasia ya Trump. Mchakato wa Kinshasa kushinikizwa. Kwa upande wa serikali ya Kinshasa, hii ni hali isiyo ya kawaida.
Kwa mara ya kwanza, Kinshasa inalazimika kukaa meza moja na wapinzani wake wa kijeshi bila masharti, jambo ambalo halijawahi kutokea tangu kuzuka kwa mapigano mapya mwaka 2022. Vyanzo vya ndani ya serikalini vinasema baadhi ya viongozi wa juu hawajafurahishwa na hatua hii, wakiona kama kupokonywa heshima ya kitaifa. Lakini mashinikizo kutoka Marekani na nchi wakishirika kama Qatar na Afrika Kusini yameifanya DRC kukubali kushiriki raundi ya 6 ya mazungumzo ya Doha, ambayo inatarajiwa kuanza muda wote kuanzia wiki ijayo. Tamko la kanuni za msingi. Tamko hilo lililosainiwa Julai 12, 2025 linabainisha mambo 4 muhimu ambayo pande zote lazima zingatie: kukomesha vita na mashambulizi ya kijeshi mara moja, kuheshimu mipaka ya kibinadamu na haki za raia katika maeneo ya vita, kuachilia wafungwa wa kisiasa na wa kijeshi wanaohusishwa na migogoro ya ndani, kujenga mfumo wa ushirikiano wa kitaifa utakaoweka msingi wa serikali jumuishi. Kwa mujibu wa wachambuzi wa kimataifa, huu ndio msingi wa amani wa kweli, lakini unahitaji ujasiri na utashi wa kisiasa kutoka pande zote mbili. Sauti za wananchi mashariki mwa Kongo. Katika maeneo ya Bukavu, Minova, Goma na Uvira, wananchi wamepokea taarifa hizi kwa hisia mchanganyiko. Josephine Bahati, mkulima kutoka Kalehe, anasema, tuliona vita, tulipoteza ndugu, tulipoteza mashamba. Kama kweli wanataka amani, basi wakutane Doha, uache siasa za visingizio. Foste Biamungu, mwalimu kutoka Goma, Kinshasa lazima ikubali ukweli kuwa wapiganaji hawa si sehemu ya Kongo. Wamechoka kupuuzwa amani, wamechoka kupuuzwa. Amani haitakuja kwa kiburi. Chantal Mukwege, mfanyabiashara mdogo mjini Uvira, tumezoea kuona viongozi wanakutana nje ya nchi, lakini wakirudi mambo hayaendi. Si safari hii, tunataka matokeo ya kweli, si picha tu za mikutano. Maoni haya yanaonyesha wananchi wanataka amani, si siasa za kutafuta umaarufu. Mitazamo ya kimataifa. Nchi kadhaa zimeelezea kuunga mkono hatua ya Marekani kufufua mchakato wa Doha. Qatar, Afrika Kusini na Misri zimejitolea kufadhili raundi inayokuja. Umoja wa Mataifa nao umetangaza kuwa uko tayari kutoa usalama na uangalizi wa kimataifa wakati wa mazungumzo hayo. Kwa upande wa Rwanda, Rais Kagame ameahidi kuunga mkono mchakato wote unaolenga amani ya kudumu mashariki mwa Kongo. Ingawa wachambuzi wanasema Kigali bado itatumia Doha kama kadi ya kisiasa ya ushawishi wake wa kikanda. Uchambuzi wa wataalamu. Mchambuzi wa siasa za eneo hilo, Profesa M. Safari, anaeleza, kwa sasa Marekani inatazama mgogoro wa Kongo kama suala la kiuchumi zaidi kuliko siasa. Amani itasaidia kufungua tena migodi ya cobalt na coltan ambayo dunia nzima inahitaji kwa teknolojia ya magari ya umeme na simu janja. Anabainisha pia kwamba Doha imekuwa kama daraja kati ya vita na amani ambayo dunia nzima inahitaji kwa teknolojia ya magari ya umeme na simu janja. Anabainisha pia kwamba Doha imekuwa kama daraja kati ya vita na amani, lakini daraja hilo linaweza kuvunjika endapo Kinshasa itarudi katika siasa za kiburi na ubabe wa ndani. Changamoto zinazotarajiwa: ukosefu wa uaminifu kati ya pande mbili, uingiliaji wa kisiasa kutoka mataifa jirani, mashinikizo ya ndani ya nchi kutoka kwa wanasiasa wanaona mazungumzo kama tishio la madaraka yao, ukosefu wa marekebisho ya kijamii kwa wapiganaji wanaotarajiwa kuunganishwa kati ya jeshi la kitaifa. Kwa mara nyingine, dunia imerudi kuangalia Kongo, ardhi yenye utajiri mkubwa wa madini, lakini yenye historia ndefu ya damu na huzuni. Doha sasa ina zaidi ya neno, ni ahadi ya mwisho wa amani ya kweli. Kinshasa, M23 na jumuiya ya kimataifa wote wanafahamu kwamba historia itawakumbuka kulingana na hatua zao wiki chache zijazo. Kwa mujibu wa msemo unaosikika mitaa ya Bukavu, ikiwa si Doha basi ni vita tena. Hakuna katika CDL News, Alliance du Fleuve Congo, toleo maalum Oktoba 2025. Doha au hakuna amani, wakati wa maamuzi umefika. Na hivi ndivyo tunafunga ukurasa wetu wa habari kutoka hapa BMP TV Online. Endelea kuwa nasi kwa vipindi vingine vinavyofuata. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uwe kwanza kupata update zetu zenye uhakika na zenye kuaminika zaidi. Kwa niaba ya timu zima ya utayarishaji, ni mimi Bila Pengo Olua.
BMP TV Professional Update.